Mimi kwa majina naitwa Steven Mosha. Mimi ni wakili wa kujitegemea ninayefanya shughuli zangu hapa Dar es Salaam chini ya kampuni ya mawakili inaitwa Neptune Law. Na leo nimeona vema niongee kwa sababu nimepewa maelekezo na mteja wangu Ali Khalfan Rubea. Siku za karibuni kumekuwa na sintofahamu ambayo imeletwa na watoto wanaojulikana kama watoto wa marehemu Ernest Mashimba aliyekuwa mkemia mkuu wa serikali ambaye ni marehemu kwa sasa, na walikuwa wameongozana na wakili wao, na sasa nimeagizwa na mteja wangu leo niongee na nyie waandishi wa habari na kueleza ukweli wa jambo hili kwa undani wake. Sasa ukweli unaohusu nyumba nambari plot namba 9 iliyoko eneo la Ursino Estate hapa Dar es Salaam ni huu ufuatao. Kumbukumbu zinaonyesha kwamba mwaka 2011 mwezi wa 10 siku ya tarehe 3 ndugu Rozi Mashimba na wenzie wawili ambao ni watoto wake wa kambo ambao ni watoto wa marehemu mzee Ernest Mashimba wakiwa na kama wasimamizi wa mirathi ya marehemu Ernest Mashimba walioteuliwa na mahakama, walijiingiza katika mahusiano ya kibiashara na huyu mteja wangu anaitwa Ali Rubea Khalfan, mkazi wa Kariakoo, wakiwa na nia kuu ya kumuuzia eneo linalotajwa kama plot namba 9 Ursino Estate Dar es Salaam. Kilichotokea ni kwamba siku zilizokuwa zinakaribiana na tarehe 3 mwezi wa 10 2011, ndugu Ali Rubea alipata taarifa kutoka kwa madalali wa eneo hilo kwamba eneo linalotajwa kama plot namba 9 Ursino Estate linauzwa, na wanaouza ni wasimamizi wa mirathi kama nilivyowataja hapo kabla, na walikuwa wanaliuza kwa bei ya wakati huo shilingi milioni 800 za Kitanzania. Na walieleza hao wauzaji, mwana huyu mama wakiongozwa na mama Rose Mashimba kwamba yeye angependezwa kama mnunuzi anayekuja akija na nyumba 2 pamoja na viwanja viwili katika kubadilishana na kiwanja namba 9 Ursino Estate. Na alisema kabisa nia yake ni kwamba kwa sababu mali ile plot namba 9 Ursino Estate ni mali ya urithi, basi angependa wale watoto wawili kwa maana Susan na Neema wapate hizo nyumba 2 na viwanja viwili sehemu nyingine, ikiwa ni sehemu ya mauzo ya kiwanja namba 9 Ursino Estate. Sasa kilichotokea ni nini? Siku ya tarehe 3 kwanza mama Rose Mashimba na hao watoto walimtambulisha wakili wao wa familia anaitwa bwana Pasco Chua, wakiwa na nia kwamba yeye kwa sababu ndo alikuwa custodian wa hizo document za plot number 9, basi yeye ndo ahusike moja kwa moja kwenye kushauri kisheria, kuandaa nyaraka zitakazotumika kufanya hiyo transaction itokee, lakini pia kusaidia au hakikisha anahaulisha umiliki kutoka kwa hao wasimamizi wa mirathi wa marehemu kwenda kwa mteja wangu huyu Ali Rubea Khalfan. Na hayo yote yalifanyika, mkataba uliandaliwa, na katika kubadilishana kama mama alivyokuwa ametaka, bwana Ali Khalfan Rubea alimpa mama Rose Mashimba na watoto wake wawili nyumba 2 zilizoko Magomeni, ambapo nyumba ya kwanza ni plot namba 97 ambayo iko kwenye block U, pamoja na plot namba 24 ambayo iko kwenye block T. Zote ziko Magomeni, Dar es Salaam, na thamani ya hizo nyumba 2 zote kwa pamoja ni shilingi milioni 420. Lakini pamoja na hayo pia Ali Rubea alimpa mama huyu viwanja viwili ambavyo viko Mbweni Mpiji, ambako ni plot namba 73 na plot namba 74, vyote viko kwenye block namba 14, ambavyo kwa umoja wake vyote viwili thamani yake ilikuwa ni shilingi milioni 50, ambao kila kimoja ilikuwa shilingi milioni 25.
Na pamoja na hayo pia Bwana Ali Rubea alimpa Mama Rose Mashimba gari aina ya Toyota Prado ambayo walilithaminisha kwa pamoja kuwa lina thamani ya shilingi milioni 50. Hiyo haikuwa mwisho, lakini Ali Rubea pia alimpatia Mama Rose Mashimba pamoja na hao watoto wake ambao ni wasimamizi wenza wa mirathi pesa taslimu kiasi cha shilingi milioni 280. Sasa ukiangalia hivyo vyote kwa pamoja, kwa thamani zilizotajwa vinaleta thamani halisi ya shilingi milioni 800, ambayo ndio waliita thamani halisi ya plot namba 9 iliyoko Ursino Estate pale Morocco, Dar es Salaam. Sasa wakiwa wameshamaliza hayo yote, na Ali Rubea Khalfan anapojaribu sasa kwenda kufanya transfer au kuhamisha umiliki wa eneo husika kwenda kwenye majina yake kutoka kwa wale wasimamizi wa mirathi, ndipo alipokutana sasa na mkwamo. Tunauita mkwamo kwa sababu aliambiwa pale Wizara ya Ardhi kwamba kiwanja hiki kutokana na masharti ambayo yako ndani ya hati hii asingeweza kufanya uhamishwaji wa umiliki kwa sababu uhamishwaji utaruhusiwa kufanyika baada ya kipindi cha miaka 25 kuisha. Kwa hiyo baada ya kushauriana na mawakili wake pamoja na maofisa wa ardhi kumshauri, wakasema kwa sababu tayari mlikuwa mmeshatengeneza makubaliano ya kuuziana na nia halisi ilikuwa ni kuuziana, basi mnaweza kwa pamoja wenu kama mtakubaliana mkasajili mkataba wa muda mrefu wa pango, ambapo kweli Ali Rubea alimrudia Rose Mashimba na watoto wake, na kwa umoja wao wakakubaliana kwamba ni muhimu mkataba huo uandaliwe, mkataba wa pango wa kipindi chote cha hati, kwa sababu nia ilikuwa ni kusecure zile haki zake yeye kama mnunuzi. Kwa hiyo kwa pamoja na kwa umoja wao mwaka 2012 siku ya tarehe 2012 siku ya tarehe 1 Februari 2012 walisaini huo mkataba wa muda mrefu wa pango, na walieleza ndani yake kwamba pango hilo ni la kipindi chote cha miaka 98, maana 99 kutoa mwaka mmoja, maana inakuwa miaka 98, na kodi ya pango ya wakati huo ilikuwa shilingi milioni 1.5. Kwa hiyo hayo yote hayakubishaniwa na wote kwa umoja wao walisaini dokumenti hiyo ambayo ninayo hapa. Na baada ya kusaini sasa, Ali Rubea akaipeleka dokumenti hiyo kwenda kuisajili kule Wizara ya Ardhi, na alipofika kule alifanikiwa kuisajili, na baada ya hapo sasa hati ya umiliki wa eneo lile ikawa imegongwa muhuri wa kwamba kuna mkataba wa muda mrefu wa miaka 99 umesajiliwa kwa ajili ya Ali Rubea kuendelea kulitumia eneo hilo. Kwa hiyo haya yote yakiwa yanatokea wakiwa wanauziana, Mama Rose Mashimba na watoto wake walikabidhi nyaraka zote ikiwemo hati original, hati halisi ya umiliki wa eneo lile pamoja na mikataba ya mauzo na land forms kwa ajili ya kuwezesha transfer ya umiliki. Lakini mwaka 2012 huo tena, kama hiyo haikutosha, hiyo mikataba walikuwa wamesaini, waliendelea pia kusaini MOU, tunaita Memorandum of Understanding, ambapo Ali Rubea pamoja na Rose Ernest Mashimba walikubaliana baadhi ya mambo, ambapo Rose Mashimba alikubali kupokea hizo hati za viwanja pamoja na kusema kwamba yeye hatakuwa na madai yoyote dhidi ya Ali Rubea. Kwa hiyo baada ya hayo sasa Ali Rubea kwa sababu nia ya kununua eneo lile ilikuwa ni kufanya maendelezo, akawa anataka sasa kwenda kubomoa ile nyumba ya kizamani iliyokuwa kwenye eneo lile, manake ilikuwa haiendani na maendeleo aliyokuwa anayataka yeye wakati huo. Kwa hiyo alimuomba mama sasa, kwa sababu majina yao bado yanaonekana kwenye hati, wakamsaidie kupata kibali cha kubomoa, na aliyepeleka maombi ya kuomba kibali cha kubomoa ni huyu Rose Ernest Mashimba, lakini aliomba kibali kitoke kwa majina ya Ali Rubea Khalfan, na siku ya tarehe 7 mwezi wa 11 2013 kibali hicho kilitoka ili kumwezesha Ali Rubea kubomoa, na kweli aliendelea kubomoa kwa sababu alipata kibali cha kubomoa.
Sasa hayo yote yakiwa yameshatokea, Ali Rubea anataka kuanza kufanya maendelezo katika hali ambayo ilikuwa ni ya kushangaza. Huyu mama Rose Ernest Mashimba, bila hata wale watoto wake ambao ni wasimamizi wenza wa mirathi, katika nyakati tofauti tofauti alionekana akimshutumu Ali Rubea kwamba kuna makosa waliyafanya kwenye mikataba. Kwa hiyo kama hata muongezea pesa basi yeye atamsumbua hata fanikiwa kulitumia lile eneo. Na Ali akamwambia mimi sidhani kama kuna makosa, akamwambia kama kuna lolote aendelee. Basi ndipo sasa Rose Mashimba alipokwenda kwenye kituo cha polisi cha Kawe akitoa taarifa kwamba hati yake imeibiwa na kwamba kuna mtu anaitwa Ali Rubea Alfani amebomoa eneo lake bila kibali. Kwa hiyo baadaye polisi wa Kawe wakahamisha kesi ile kwenda Oysterbay, na wakiwa Oysterbay walisuluhishwa na baadaye wakaambiwa bwana, hizi tofauti zenu ni za kimkataba, baada ya Ali Rubea kuonyesha dokumenti zote zinazohusu transaction ikiwemo za kuuza na za kusajili mkataba wa pango wa muda mrefu. Kwa hiyo wote kwa umoja wao waliondoka na kwenda kwa wakili anaitwa Deogratius Mwarabu, anafanya kazi kwenye law firm inaitwa The South Law Chambers, na mazungumzo yao yalipelekea wote wawili kusaini mkataba wa maridhiano ambao ulisainiwa tarehe 10 mwezi Septemba 2014. Na katika mkataba huo au makubaliano hayo, Rose Mashimba alikubali kwamba Ali Rubea alinunua eneo hilo kwa ajili ya kuliendeleza, na aliahidi kwamba hatakuwa na madai yoyote na hatamsumbua kwa namna yoyote ile. Lakini bado na kuna kiasi cha pesa alihitaji kupewa, lakini ni kwa ajili ya mambo ya watoto, shule pamoja na chakula na mahitaji mengine. Baada ya hapo aliendelea tena huyu Rose Mashimba. Yaani kila anapokuwa ameishiwa pesa, yeye kwake mtu anayemfikiria wa kwanza ni Ali Rubea Alfani. Kwa hiyo alirudi tena akaendelea kumsumbua akisema, kwanza alipeleka mtu kupaona pale kwa nia ya kumuuzia, na mtu huyo alipokwenda kwa wakili wake kwa ajili ya kufanya hiyo transaction, wakili alimuuliza Rose Mashimba kuhusu hati, akasema hati yangu anayo Ali Rubea Alfani, na wakili akaomba namba ya Ali Rubea Alfani na akampigia wakili Peter Swai wa Legal Link. Alipompigia Ali Rubea akamwambia kwamba mimi ni kweli hiyo hati ninayo, lakini huyu mama aliniuzia hilo eneo, na hata kama hiyo haitoshi bado nina mkataba naye wa kupanga wa muda mrefu. Kwa hiyo walipofika ofisini kwa Peter Swai, bado Peter Swai aliposikiliza akaona kabisa bwana, mteja wake huyu aliyekuwa na nia ya kununua anaenda kudhulumiwa kwa sababu kiwanja hicho sio mali ya huyu mama tena. Kwa hiyo Swai akawashauri bwana, andikeni maridhiano. Ndo wakaandika tena maridhiano siku ya tarehe 28 Januari 2015. Na huko pia huyu Rose Mashimba anaendelea kusema kwamba hatafanya jambo lolote tena ambalo liko tofauti na makubaliano yao, na atatoa mazuio yote aliyokuwa ameyaweka kule Wizara ya Ardhi dhidi ya Ali Rubea na kile kiwanja. Kwa hiyo huo ndio mtiririko wa mgogoro huu kwa maana ya nje ya mahakama. Sasa kilichokuja kutokea na ambacho mimi sasa nilianza kushughulika nacho kama wakili wa Ali Rubea mwaka 2015 ni notisi ambayo ilikuwa inatoka kwenye ofisi ya madalali wanaitwa Unyangala Auction Mart Limited and Court Brokers siku ya tarehe 24 mwezi wa 8 2014. Kwanza barua hiyo ilikuwa inaitwa notisi ya kuondoka ndani ya siku 14 kwenye plot number 9 block number 11 Ursino Estate Kawawa Road. Kwa hiyo na notisi hiyo ilipelekwa kwa kamanda wa polisi na mkuu wa kituo cha polisi, kamanda wa polisi wa Kinondoni pamoja na mkuu wa kituo cha Oysterbay. Baada ya kupata notisi hiyo, Ali Rubea Alfani alinitafuta mimi kama wakili wake sasa na kunitaka ushauri afanye nini kwenye scenario kama hii, kwa sababu yuko kwenye hatari ya kuondolewa kwenye eneo la mgogoro. Mimi niliposoma nyaraka zote na nikagundua kwamba ana haki zake za msingi, nilimshauri Ali Rubea kwamba mtu pekee anayeweza kuzuia au taasisi pekee inaweza kuzuia yeye kuondolewa bila kusikilizwa haki zake
ni mahakama. Na kwa wakati huo sasa, ukizingatia thamani ya eneo na eneo lenyewe lilipo, basi mimi nilimshauri kwamba afungue shauri katika Mahakama Kuu kitengo cha ardhi hapa Dar es Salaam. Na baada ya hapo sasa ndio ilifunguliwa, mimi nikiwa namsimamia Ali Rubea, alifungua kesi nambari 274, kesi ya ardhi namba 274 ya mwaka 2015, ambayo ilikuwa mbele ya Mheshimiwa Jaji Makuru wakati huo, ambapo pamoja na mambo mengine kuendelea, jaji huyo alitoa zuio la Ali Halfani Rubea kuondolewa kwenye eneo mpaka atakaposikilizwa. Kwa hiyo baada ya kupata zuio hilo, kesi iliendelea na kulitokea mabadiliko hapo katikati. Ile kesi tukaiondoa na kuongeza baadhi ya wadaiwa, ikiwemo, kwa sababu kwenye kesi ya kwanza alikuwa anashtakiwa Rose Mashimba kwa sababu ndo alikuwa msumbufu. Kwa hiyo aliongezwa Happiness Mashimba na Good Luck Mashimba, watoto wa marehemu ambao walikuwa ni wasimamizi wenza wa mirathi. Kesi hiyo sasa ilikuja kuitwa kesi ya ardhi namba 355 ya mwaka 2016, ambayo ilisikilizwa kidogo mbele ya Mheshimiwa Jaji Mkuye ambaye yuko Mahakama ya Rufaa sasa, na baadaye ilihamia kwa Mheshimiwa Jaji Magimbi ambaye alisikiliza kesi hiyo mpaka akatoa uamuzi wa mwisho. Katika kesi hiyo sasa, Mheshimiwa Jaji kwenye maombi ambayo Ali Halfani Rubea alikuwa anayaomba, ilikuwa ni pamoja na kutamkwa kama mmiliki halali wa eneo hilo kutokana na mauzo ambayo yalifanyika kati yake na wale wasimamizi wa mirathi, na pia akawa ameomba pia kwamba kama ikionekana mahakama itaona kwamba mkataba wake ulikuwa unazuiwa na kile kipengele cha 5 cha kwenye hati kinachozuia transfer, basi atamkwe kuwa mpangaji wa muda mrefu wa eneo linalobishaniwa. Na kwa kweli Mheshimiwa Jaji baada ya kusikiliza hiyo kesi, katika uamuzi wake alikubaliana na Ali Halfani Rubea kwamba mkataba wao na huyu Rose Mashimba na wale wasimamizi wenza ulikuwa ni mkataba halali, isipokuwa tu ulikuwa unazuiwa na kipengele cha 5 ambacho kinamzuia yeye kufanya transfer kwenda kwenye jina lake. Lakini pia Mheshimiwa Jaji akasema asingeweza kumwacha Ali Rubea apoteze shilingi milioni 800 zake kwa kuwa mkataba wake tu unazuiwa na kile kipengele cha 5. Kwa kuwa walisajili mkataba wa muda mrefu wa kupanga, basi Mheshimiwa aliendelea na kumtamka Ali Rubea kuwa mpangaji wa muda mrefu wa kipindi cha miaka 99 kutoa mwaka mmoja. Na aliendelea pia kumpa awadi ya usumbufu Ali Rubea wa shilingi milioni 50, ambayo mpaka leo hii inasikitika, huyu mdaiwa huyu Rose Mashimba na watoto wake wale wasimamizi wenza hawajamlipa mteja wangu mpaka sasa. Na tunania sisi sasa hivi ya kupeleka maombi ya kuwakamata hawa kama wadaiwa kuwakamata wafungwe kama wafungwa wa madai kwa kushindwa kulipa hizo pesa. Kwa hiyo ndio historia kwa ufupi. Na sasa baada ya huo uamuzi pia hatujawahi kupokea hati yoyote ya nia ya kukata rufaa, na hakuna rufaa yoyote imewahi kukatwa kwenye mahakama yoyote tangu judgment hiyo iliposomwa tarehe 10 Disemba 2020. Sasa ni miaka 6 inakwenda. Sasa katika mazingira kama hayo, unaona huyu Rose Ernest Mashimba amekuwa tena ni kero, kwa sababu katika nyakati tofauti amekuwa akienda kwenye mamlaka mbalimbali akilalamika kwamba amedhulumiwa, yeye ni mjane. Na hata kuna wakati aliwahi kutokea kwenye mkutano wa siku ya Law Day, wakati huo Mheshimiwa Rais alikuwa Mheshimiwa John Pombe Magufuli, akitaka asikilizwe, lakini alizuiwa kwa sababu jambo lake hili lilishasikilizwa na mamlaka zote na uamuzi ulikuwa umeshatolewa. Kwa hiyo kutoka hapo tena amekuwa akienda kwenye ofisi ya msajili wa hati akipeleka maombi mbalimbali ya kwamba amepoteza hati, anataka apewe hati mpya, mbinu ambazo tulizijua mapema na tulizitolea taarifa. Labda nilisahau kugusia sehemu moja, Rose Mashimba katika kwenda kwenye mamlaka tofauti aliwahi kwenda
kwenye idara ya polisi ya kitengo cha makosa ya fedha kinaitwa FCU, akilalamikia kwamba kulikuwa kuna forgery ya nyaraka za mauziano ya hiyo plot namba 9. Lakini baada ya uchunguzi wa kina na mteja wangu Ali Rubea Halfani kuitwa kusikilizwa, iligundulika kwamba Ali Rubea Halfani hajaforge document yoyote, na yeye Rose Ernest Mashimba sasa ndo aligeuka kuwa mtuhumiwa kwa kudanganya mamlaka na makosa mbalimbali ya forgery na kutengeneza dokumenti za uongo, na alipandishwa mahakama ya Kisutu mwaka 2018 kwenye kesi namba 22, kesi ya jinai namba 22 ya mwaka 2018. Na baada ya kusikilizwa ushahidi na mahakama kufanya maamuzi yake siku ya tarehe 19 mwezi wa 3 2020, ilimwachilia huru yeye kama mtuhumiwa, kwamba hakukuwa na forgery na mikataba yote ile iliyokuwa imefanyika kwenye hiyo transaction ya kuuziana plot namba 9 ilikuwa ni mikataba halali. Sasa wakati kesi hiyo ya jinai hiyo ya Kisutu ikiendelea, ndio wakati huo pia alitoa taarifa za uongo kwamba hati yake imepotea, na msajili wa hati akatoa tangazo kwenye gazeti akionyesha nia ya kutoa hati mpya. Ndipo Ali Rubea alipojua hilo, alitoa taarifa mahakamani na mahakama ilitoa amri ya zuio mbele ya Mheshimiwa Kasonde, hakimu wa mahakama ya Kisutu, na zuio hilo lilitoka mwaka 2019 tarehe 24 mwezi wa 6. Kwa hiyo baada ya maamuzi ya Mheshimiwa Kasonde Kisutu kuhusu kesi ile sio Kasonde, aliyetoa uamuzi alikuwa anaitwa Mheshimiwa Mbando. Baada ya Mheshimiwa Mbando kutoa uamuzi ule, basi sisi tuliuchukua uamuzi ule tukaenda nao kwenye mahakama ya mahakama kuu kitengo cha ardhi, ambako yeye kwenye utetezi wake alikuwa anasema ile transaction nzima ya kuuziana plot namba 9 ilikuwa ni matokeo ya udanganyifu, forgery na utengenezaji wa dokumenti za uongo. Basi tukaithibitishia mahakama pia kwamba kuna matamko ya mahakama inayosikiliza kesi ya jinai, inasikiliza kesi ya jinai ambayo yanasema kwamba hakukuwa na udanganyifu wowote na transaction yote ilikuwa ni halali. Baada ya kuyaeleza hayo, sasa ndo usumbufu mwingine umekuwa ukiendelea. Mteja wangu ameitwa sana ofisi ya msajili wa hati, ameitwa sana kwa kamishna Dodoma, ambapo amekuwa akienda na kuhojiwa na kutaka kupatanishwa, kusuluhishwa na Rose Mashimba, lakini mteja wangu amekuwa akisimama kidete kusema kwamba yeye hajawahi kufanya udanganyifu na kiasi cha pesa chote alimlipa huyu Rose Mashimba na hakuna kitu anachodai. Na ndipo kamishna wa ardhi siku ya tarehe 15 Septemba 2023 alitoa barua yenye kichwa cha habari mgogoro wa kiwanja namba 9 Ursino Estate Manispaa ya Kinondoni, ambapo baada ya maelezo yote mwishoni anasema wizara kwa kutambua mgogoro huu umewahi kushughulikiwa na mahakama na kutolewa uamuzi, mnashauriwa kutafuta ufumbuzi wa mgogoro huu baina yenu kwa njia ya makubaliano au kurejesha mgogoro huu mahakamani. Toka barua hii ilipotoka, huyu Rose Mashimba hajawahi kwenda tena mahakama yoyote, isipokuwa amekuwa akienda kwenye vituo mbalimbali vya polisi akijaribu kumshutumu Ali Rubea kumuibia hati, na polisi wanapokuwa wanamuita Ali Rubea wakimsikiliza wanaona mambo yote haya ni ya kimkataba na hakuna wizi wa hati ambao mama huyu amekuwa akiulalamikia. Kwa hiyo kwa kifupi, hayo ndio yaliyojiri. Unaona kabisa nia ilikuwa ni kuuziana kwa kupata nyumba mbili na viwanja viwili ili watoto warithi wapewe, lakini hawakupewa. Na leo watoto hawa wanakuja. Mimi nafikiri mama anakuja kwa sura ya watoto, lakini tumekuwa tukimzoea yeye akija, yeye kama yeye, hata kama anasema mirathi alishaifunga, lakini mara zote yeye ndo amekuwa mlalamikaji, watoto wake hatujawaona mahali popote. Kwa hiyo kwa kifupi, hayo ndio yaliyojiri, na kumekuwa na maombi mbalimbali, kumekuwa na udanganyifu kule kwa msajili wa hati kwamba hati bado anadai kwamba imepotea ingawa haijapotea hati hiyo, na kumekuwa na utengenezaji kutolewa kwa document duplicate kwa madai kwamba hati original imepotea, lakini baada ya kuripoti uhalifu huo uliendelea kuchunguzwa na PCCB, na sijajua hiyo hati nani anayo, lakini najua huyu mama Rose Ernest Mashimba hana hiyo hati tena. Jambo hili limeshamfikia aliyekuwa IGP wakati huo akiwa
Zonal Crimes Commissioner Siro lilishawahi kwenda pia kwa Kova, aliyekuwa Kova mkuu wa polisi pia, lakini pia limeshaenda mpaka kwa mawaziri, wabunge, wote ambao wakipewa nyaraka za Ali Rubea Halfani wanaona kabisa ukiacha haya anayoyasema mama, kuna siri imefichika ambayo tumeenda kuitolea mahakamani hiyo siri kwa kutoa ushahidi, na ndio maana mahakama ikaona kwamba mmiliki yani mtu anayetakiwa kuwa kwenye eneo kiwa halali ni Ali Rubea Halfani. Na yameendelea mambo mengi, lakini sitayasema yote kwa kina, lakini hayo ndio mambo ambayo yametokea ya kiusumbufu. Nilisikia kwamba wakili wa hawa watoto aliyezungumza alisema kwamba yeye hataenda mahakamani, hatapeleka jambo hili mahakamani. Mimi comment yangu au mimi mtizamo wangu ni kwamba sasa wakili amepewa nyaraka na ameshazisoma, amejiridhisha kwamba njia ya kimahakama ilipitiwa na uamuzi ukatoka na haukuwahi kukatiwa rufaa. Pengine ameona kwamba sio njia sahihi tena, kwa sababu mahakama ilishatoa maamuzi na maamuzi yale ni ya kweli, wala hana nia ya kuyatengua. Sheria za nchi hii, hakuna sheria yoyote ya nchi hii inayosema kwamba msimamizi wa mirathi hana uwezo wa kuuza au hana uwezo wa kupangisha. Hakuna sheria ya nchi hii inayozuia jambo hilo. Msimamizi wa mirathi anavaa viatu vya marehemu, na kama anavaa viatu vya marehemu ni sawa na unasema marehemu anazuiwa kuuza mali au marehemu anazuiwa kupangisha. Hiyo sio kweli. Hoja hiyo ni ya uongo na naomba ipuuzwe. Msimamizi wa mirathi ana uwezo wa kuuza, ana uwezo wa kupangisha, ili mradi tu hayo yote anayafanya yawe ni kwa manufaa ya warithi. Na hata sisi wala hatuna wasiwasi na hilo. Tunaamini hata alipokuwa anaingia makubaliano yale ya mwanzo ya kuuziana, hata haya ya kupangisha, lengo lake ni kuwasaidia warithi au kwa faida ya warithi. Nitakupeleka kwenye hukumu ya mahakama ya Kisutu. Kuna sehemu huyu Rose Ernest Mashimba, ukurasa wa 20, anatoa ushahidi wake mbele ya Mheshimiwa Mbando. Anasema mwaka 2012 nilihamia Kibaha baada ya kujenga nyumba mpya, na nilipangisha nyumba namba 9 block 11 kwa ajili ya kupata school fees kwa ajili ya watoto, chakula na mahitaji mengine. Kwa hiyo unanielewa sasa kwamba hata yeye nia yake ya kuuza stroke kupangisha kwa muda mrefu ilikuwa ni kupata pesa kwa ajili ya watoto wale ambao ndio wanufaika wa ile mirathi. Lakini sasa naona hakufanya kama vile ambavyo sheria inamtaka yeye kama msimamizi wa mirathi, na anageuka sasa anawatumia wale watoto watafute huruma ya jamii. Lakini ukweli ni kwamba mama huyu, mimi kwa macho yangu ya kisheria, ni mtuhumiwa wa kwanza kwa sasa hivi kwenye jinai kwa kutumia pesa za mirathi za watoto zile milioni 800 bila kuzitolea maelezo mahakamani, kwa sababu hakuna sehemu yote kwenye rekodi za mahakama anasema nyumba hii aliwahi kuiuza au kuipangisha akapata milioni 800. Vyombo vya sheria nafikiri vitasikia, vitapata picha. Huyu ni mtuhumiwa namba 1, mama huyu. Yaani hawa watoto sasa hivi wanapaswa kumshtaki mama, kumlalamikia kwamba alipokea pesa milioni 800 kutoka kwa Ali Rubea Halfani kama sehemu ya pango na eneo na nyumba namba 9 block 11, lakini hakuwahi kufanya kuwasilisha pesa hizo mahakamani kwa ajili ya kuwagawia watoto. Kwa huyu ni mtuhumiwa kuanzia sasa hivi. Mimi namdeclare kwamba huyu ni mtuhumiwa wa jinai. Tena anavyojitokeza kuongea ndio kabisa tutamtaka sasa aje kutoa maelezo ya kina, hizi milioni 800 alizipeleka wapi, kwa sababu mahakamani uliletwa ushahidi wa namna alivyozipokea na watu waliompatia. Kwa mtiririko ambao nimeuelezea, kwa kuonyesha pia kwamba msimamizi wa mirathi ana uwezo wa kuuza, ana uwezo hata wa kupangisha, mimi nasema sasa, nawaeleza nyie kwamba, au naueleza umma kwamba kama Ali Rubea anavyotaka kwamba huu mchakato mzima wa namna ambavyo Ali Rubea alipata au kuingia kwenye eneo lile la plot namba 9 block 11 Ursino Estate, utaratibu wote ulifuatwa. Yani utaratibu wote ulifuatwa wa namna ya kupata haki ya kuliingia lile eneo, lakini pia kwa kufuatia kuwa nia ya mwanzo kabisa ilikuwa ni kuuziana. Taratibu zote za kuuziana zilifuatwa, dokumenti zote zilisainiwa, isipokuwa tu hatua ya mwisho ya kubadilisha umiliki ndio ilikwama kwa sababu ya kipengele cha 5. Hiyo haififiishi nia halisi ya kuuziana.
isipokuwa tu sasa kwa kuwa walipata alternative ya kusajili mkataba wa muda mrefu wa kupanga, basi mkataba ule uheshimiwe. Na Ali Rubea anasema yeye bado ana muda mrefu wa kuendelea kukaa pale, lakini pia ni ufahamishe umma kwamba kusajili mkataba wa miaka 99 sio kosa kisheria popote pale. Hakuna sheria yoyote inayozuia eti mtu kuingia mkataba hata wa maisha. Sio 99 tu. Kuna watu wanaingia mikataba ya maisha. Kuna mikataba inaitwa Abraham Accords. Imeingiwa huko mataifa ya Israel na mataifa ya jirani ya kimahusiano ya kidiplomasia. Haina muda maalum. Iko tu ni lifetime. Kwa hiyo hakuna limitation ya namna muda utakavyotakiwa kutumika. Yaani mtu atatakiwa kuingia mkataba wa pango wa muda gani? Unaweza kuingia mkataba wa maisha, inaruhusiwa kisheria. Kwa hiyo mteja wangu aliingia mkataba kisheria, kihalali, na yuko pale kihalali, wala hajadhulumu mtu yoyote. Lakini pia huyu mama huyu Rose Ernest Mashimba, wakati anauza eneo hilo, alipopewa nyumba mbili Magomeni, namba 97 na namba 24, nyumba moja aliishi yeye mwenyewe, namba 97 aliishi yeye mama Rose Mashimba na watoto wake wale wawili wasimamizi wa mirathi wale ambao walikuwa wanasimamia nao, lakini nyumba moja namba 24 alipangisha, na aliyepangishwa alikuja kama shahidi mahakamani kwamba yeye alipangishwa na huyu Rose Mashimba na sio Ali Rubea. Kwa hiyo Rose Mashimba na hao watoto wake wasizue tu taharuki kwenye jamii kuonyesha kwamba hakuna namna msimamizi wa mirathi au wasimamizi wa mirathi wanaweza kuingia makubaliano ya muda mrefu kama hayo yaliyoingiwa na Ali Rubea, au kuuza kama walivyokuwa wamenuia hapo mwanzoni. Huo ni uongo na upuuzwe, na hawa watoto haki zao anazo mama yao Rose Ernest Mashimba, ambaye hakutaka kuonyesha hata mahakamani ni namna gani amezitunza au amezigawa. Na alikuwa na uwezo Rose Mashimba hata wa kufungua trust account, alipopokea hizo pesa akazihifadhi pesa hizo, au transaction zote zinazohusu nyumba hiyo pengine kama zitakuwepo ziingie kwenye hiyo account, kitu ambacho hajawahi kufanya, akijua kabisa alishauza na pesa alishapewa, ndio maana hajishughulishi na hilo jambo.